Yes, I hope uko poa wewe ambaye unatazama na kufuatilia Biomedia. Nikwambie tu kwa upande wangu mimi niko swadakta sana na tayari hii leo nimejikita katika masuala mazima ya habari za kisiasa na tunaangazia story ambako Mange na mkurugenzi wa sheria Chadema watoboa siri sakata la kesi ya Tundu Lissu. Kinachoendelea ni hiki hapa, utakwenda kukifahamu kwa kuambatana na mimi mpaka tamati. Official Rules D hapa. Tuangazia kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu imepangwa kuendelea rasmi katika mahakama kuu ya Tanzania kanda maalumu ya Dar es Salaam kuanzia Februari 9, 2026 hadi Machi 6, 2026. Taarifa hiyo imetolewa na mkurugenzi wa sheria wa Chadema Gaston Garubindi, ambaye amesema ratiba hiyo imethibitishwa na mahakama kupitia taarifa rasmi. So, kwa mujibu wa Garubindi, kesi hiyo inayojulikana kama Criminal Session Case itasikilizwa na jopo la majaji watatu, ambapo ni Jaji D Ndunguru pamoja na Jaji J Karanyimaha pamoja na Jaji Kindowe watakuwepo. Na ameeleza kuwa kuwepo kwa majaji watatu ni kwa mujibu wa taratibu za kisheria ambazo zinahusu kesi nzito zikiwemo kesi za uhaini ambazo hupewa uzito wa kipekee katika mfumo wa haki jinai nchini. Garubindi pia amefafanua kuwa tayari mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu amekwisha kupokea taarifa rasmi ya kuendelea kwa kesi hiyo kutoka kwa naibu msajili wa mahakama kuu. Lakini pia amesema taarifa hiyo ilifikishwa kwa Lissu ikiwa ni Januari 14 mwaka 2026 na imebainisha wazi kwamba tarehe za usikilizwaji pamoja na majaji watakosimamia mwenendo wa kesi hiyo kwa kipindi chote kilichopangwa imekaa vipi. Kesi ya uhaini dhidi ya Tundu Antipas Lissu imeendelea kuvuta hisia kubwa za kisiasa na kijamii ndani na nje ya nchi kutokana na nafasi yake kama kiongozi wa chama kikuu cha upinzani na historia yake katika siasa za Tanzania. Hatua ya mahakama kupanga ratiba ndefu ya usikilizwaji imeonekana kama ishara ya dhamira ya mfumo wa haki kuipa kesi hiyo muda wa kutosha ili pande zote ziwasilishe hoja, vielelezo na mashahidi wao kwa mujibu wa sheria. Mkurugenzi huyo pia wa sheria wa Chadema amesema kwamba chama kinaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa kesi hiyo, huku kisitiza imani yake katika misingi ya haki, uwazi na utawala wa sheria. Lakini pia ameeleza kuwa Chadema inaamini mchakato wa kisheria unapaswa kuendeshwa kwa haki, bila upendeleo na kwa kuzingatia haki za mtuhumiwa kama zinavyolindwa na katiba pamoja na sheria za nchi. Lakini kwa upande wa mwanasheria na wanasheria pengine na wachambuzi wa masuala ya kisheria, ratiba ya kesi kuendelea kwa karibu mwezi mmoja imeelezwa kuwa ni ya kawaida kwa kesi za aina hiyo, hasa pale ambapo zinahusisha mashtaka mazito yanayohitaji ushahidi wa kina na hoja nzito za kisheria. Wameeleza pia kuwa usikilizwaji huu utajumuisha hatua mbalimbali zikiwemo kusikiliza mashahidi wa upande wa mashtaka, majibu ya upande wa utetezi pamoja na mawasilisho ya mwisho kabla ya mahakama kutoa uamuzi. So katika siku za hivi karibuni, kesi ya Tundu Lissu imekuwa ikijadiliwa kwa mapana sana katika mijadala ya kisiasa, huku wafuasi wa Chadema na wadau wa haki za binadamu wakifuatilia kwa ukaribu kabisa maendeleo yake. Wengi wamekuwa wakisisitiza umuhimu wa kuheshimiwa kwa haki za kisheria, uhuru wa mahakama na misingi ya haki katika kushughulikia kesi zenye mguso wa kisiasa. So kwa ujumla mtazamaji, kupangwa kwa kuendelea kwa kesi ya uhaini dhidi ya Tundu Antipas Lissu kuanzia Februari 9 hadi Machi 6, 2026 ni hatua muhimu sana katika mchakato wa kisheria ambao unaendelea. Na kesi hiyo basi inatarajiwa kuendelea chini ya uangalizi mkubwa kabisa wa umma, vyombo vya habari na wadau mbalimbali, huku mahakama kuu ikibeba jukumu la kusimamia haki kwa mujibu wa sheria za Jamhuri wa Muungano. Tuko vyema kabisa kama Biomedia kufuatilia itakuwa vipi mara tu baada ya tarehe hizo kufika. Hivyo endelea kusalia nasi kwa kusubscribe, utakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata update ya habari mbalimbali. Bye bye na uwe na wakati mwema.